Wadau na machampes, hope mko fiti, mko timam, mambo skari. Hope you're good. Hey manze, my name is Josiah manze. Welcome to the Catalyst season 1 episode 1 na kama K. It's Josiah in the building. Na kabla sijaanza story ya leo manze, subscribe to the channel. Hey manze, because utakuwa umesaidia sana pakubwa. So unaangalia hapo chini, subscribe to the channel and like the video manze. So manze, the year is just this year. See how many get the year is just this year. I'm talking about 2025. Tuko na msichana wetu Madam Sharon. Sharon is a 27-year-old lady. Msichana ameiva kama ndizi za Kisii. What are you saying? What is he saying? Ametulia tule jamaji mtungini. Ako pale side za Bungoma manze. As you all know, mwezi wa 8 ni wakati wa kuvuna mahindi. And of course kama wewe ni demu wa nyumba ni huko. Kama wewe ni demu wa ghetto umetulia pale hivyo. Kazi yako ni kusavia watu uji. Sijui kama ni get. Kazi yako ni kuamka mapema wakati wasengine wameingia kwa shamba huko kuvuna mahindi, kufanya XYZ issues. Wewe kazi yako kama dem ni kuingia kwa kitchen pale hivyo, washe moto na makuni, wekelea uji. Choma mahindi kama 3 hapo chini ama mahindi kama 5. Then ikifika saa 4 weka uji kwa mtungi, kanyaga gumosi gupili, ingia kwa shamba. Pea majamaa uji. Karibu niwaite mafundi, lakini wanaweza kuwa mafundi wa agriculture. Kwa sababu wanakata hiyo mahindi wakizistock hivi. I hope you feel me. So schedule ya Sharon ilikuwa rahisi. Anaamka asubuhi, anapiga shughuli, anapika uji, anaenda kwa shamba. Akishapelekea wase uji, inafika lunch, anapika githeri or ama mchele or any other food, anawapelekea. So at around saa 8 saa 9 kazi ya Sharon ni kuosha vyombo, anazipanga fiti, anatulia, anachukua simu yake, anaanza kuscroll TikTok, FB, IG, YouTube, kila mahali. That was her schedule. Alafu the next day pia the same thing ina happen over and over again. Pikia mafundi uji, okay, watu wa kukata mahindi uji, aende lunch awapikie githeri, after that aoshe vyombo, watulie, mtandao ni nini. Of course babake ako hapo, mamake ako hapo. She's the only lady pale, wengine wako ma university and etc. So on this beautiful Thursday, akona boyfriend wake anaitwa Omosh aka Jackson Otieno. Jackson Omondi. Omosh ni short form ya Omondi. So akona BFF wake, si BFF, akona boyfriend wake hapo hivyo. Wana chat FB. Unacheki. So boyfriend wake wamepatana tu online. So on this Thursday, wana chat na Omosh hapo FB. Omosh anamwambia, manze, it's been a long time, tumeongea kwa simu sana. Sikuja hata uone mali mimi naishi Jaber. Unacheki. So Omosh alikuwa anamuita Jaber of course, na Sharon alikuwa anasema that's a good deal. So waka-agree wakasema manze, juu bado tuko busy. On Saturday ndio tunapatanga off day. So Sharon akambia Omosh that on this Saturday nitakamwapi Homa Bay. So on Friday, waliongea on Thursday. On Friday Sharon akamkia schedule yake ya kawaida, akaenda kwa shamba, akawapelekea uji, at around saa 7 akawapelekea githeri na avocado, at around saa 9 akaosha vyombo, akaingia TikTok, FB, kuchat na nani? Omosh of course. Is her only boyfriend. Okay, his only boyfriend walipatana pale FB. So ikafika saa 2, unacheki, ikafika saa 2 asubuhi vizuri sana, at the crack of dawn the birds were chirping on the air pale kwa miti. So Sharon akajipaka makeup yake fiti, aka make sure ameva the best outfit. Na kwa handbag yake akeka marashi, akeka mafuta, na at least akeka kama an extra pair of clothes kwa sababu alijua kienda Saturday. Of course ukienda sleepover wendi siku moja, atalala hiyo Saturday na maybe Sunday, alafu sasa arudi Bungoma on Monday asubuhi. So akajipanga vizuri, aka make sure everything is set. Na before atoke Bungoma, akapigia Omosh, niaje babe, uko fiti? Manze ndo natoka Bungoma, so we kwa rada. So this journey ingechukua 30 minutes by air, lakini approximately 3 hours 45 minutes by road. So akaenda pale akachukua Bungoma shuttle mbio mbaya akaingia ndani, safari ikaanza. Vile safari ilianza, of course conversation walikuwa nayo na Omosh,
wanabanja tu kwa simu. So unaelewa tu, for the journey to take shorter time inabidi you have a good conversation with someone. So Omosh na Sharon walikuwa kibanja kwa gari. Sometimes kidogo data inaisha, Sharon anaamua ku explore the mandhari, anaangalia miti, the mountains, the rivers, the etc. issues hizo zote. So vile Sharon alifika sasa Homa Bay stage in exactly 3 hours 45 minutes. Na ukumbuke alitoka by 8. So 8, 9, 10, 11. By 11:45 Sharon sasa akatua hapo kwa Homa Bay stage. Vile alifika hapo hivyo, the first thing alifanya ni kupigia nani? Omosh. Akapigia Omosh akamwambia, ni aje babe, nimefika Homa Bay, nimevaa top ya red na nimevaa toja ya black. Are you ready for me? Okay. Omosh nani? I'm ready for you. Omosh akatokea kona fulani hivi. Sijui alikuwa chomu gani by the way. Akakuja hapo kwa stage, akachukua Sharon. In fact alimhug na akamkisa hapa kwa cheeks. Akamwambia, my darling, I've really waited for you in a decade. Why have you taken so long? Sharon akamwambia, manze, sijakuja na ndege, nimekuja na gari. That's why it has taken so long. And remember one thing, leo ni siku ya kwanza these two people are meeting. Sijui kama unaniget. This is the first day these two people are meeting. Sijui kama unaniget. So wanatoka pale kwa stage, wanatembea kidogo, wanatembea sasa wakitoka stage. And the conversation they are having there ni Omosh na brag, of course. Omosh is a Luo. Anamwambia, manze, you are the queen of my heart, Jaber Nyarsiaya. Unacheki? But this sijui mbona wajalona wanakuanga na kiburi. Unaweza pata umepark gari yako BMW KCA 396R karibu na Mercedes Benz KDQ 464J, lakini mjelewa kikuja hapo hivyo karibu na gari yako atayangalia hivi na aseme, who is this parking a rabbit besides my elegant machine? Sijui kama unaniget. I hope you're feeling umeiget. So akatembea akikuja kwa wakitoka stage. So wana have conversation, wakakuja wakapata sasa kwa si restaurant, wakapata tu kibanda fulani hivi hapo nje, but ni kibanda fulani iko na adabu, si unaelewa Kisumu manze. So wakakaa hapo hivyo na wakaanza ku have this special conversation from primary to secondary to university, and they were very happy. And after some 20 to 30 minutes hivi, Omosh akashtuka, ngoja first. Akaambia Sharon, imagine tumekaa hapa hivi for like 30 minutes hadi nimesahau that you've just traveled from Bungoma to this place to see me, na hata sijaitisha drinks. Makosa ni yangu. So Omosh akasema juu inafaa tununue drinks. Omosh akaingia kwa wallet yake huko nyuma, akatoa akatafuta pesa, akatoa 400, akatoa 400 na akapea Sharon. Akamwambia, unaona ile duka pale ile ya red mali kuna mwavuli nje, enda pale nunua soda 2 na mkate 2, at least to have some good time. At least manze, jua imekuja imetutandika viproper, at least manze cool down manze, at least to enjoy the ambience hapo hivi pole. Sharon akafeel, yeah, that's a very good idea manze, hata na feel na starve, so acha niende soda. So wakati Sharon anamka na simu yake na handbag, Omosh akamwambia, madam, relax bana. Ukienda na hiyo handbag na hiyo simu kwa duka, watajua wewe ni mgeni. I'm your hubby, I'm your lovely boy, I'm your lovely man. You came all the way from Bungoma. We've been talking for this long. Do you trust me? Don't you trust me? Sharon akasema, shiko ni shida iko wapi? Akika hiyo handbag chini na akika simu chini, na akaambia je Omosh, babe, I'll be right back. Wacha niingie duka ninunue soda. So Sharon akapiga gumosi gupili, aka overtake watu 2-3, akaingia kwa duka pale. Akapata manze kuna jam. Manze sasa unajua Sharon ni msichana mfupi, ako tu hivi na watu ni warefu. So ikabidi angoje hao watu wote watoke waende, so that Sharon can approach huyo mtu alikuwa anauza kwa duka, so that anunue Kenya alikuwa ananunua mikate 2 na soda 2. Soda of course ilikuwa 1 liter na mkate ilikuwa ile big Madiaba. Wase wa Nyanza mnaniget Madiaba. So on this special time akaingia pale kwa duka, akangojea wase wameenda.
So Sharon akabaki na ule mse wa duka. Na ukumbuke Omosh alimwambia ukienda pale go straight to the point. Ukiulizwa unataka nini, sema unataka soda 2 lita 1 na mikate 2 madiaba. So Sharon akafika pale akasema the same things. Kwa sababu angejaribu kufumble kidogo, wangejua hiyo ni mgeni. Na of course ukiwa mgeni town yoyote, usipojichunga utaoshwa. So Sharon akafika pale akasema the same things, nipe soda 2 lita 1 na mkate madiaba. Ule mse mwenye alikuwa kwa duka ndani, of course alikuwa mother, akapenduka tu hivi, akatoa soda 2 na mkate, akampea. Na akarudishiwa change kama ya 60 bob if I'm not wrong. So wakati Sharon anapenduka hivi about turn kwenda kuona sasa anarudi na mikate. Alishikilia tu soda hivi kwa breast yake na mikate hivi. So wakati ana turn hivi towards mali Omosh alikuwa amekaa, au ni Omosh, unacheki? So kwa akili yake akajua like huyo Omosh maybe akona form zake hapa na pale, wacha niende tu pale nione. So wakati Sharon anatembea mguu polepole tu mwendo wa aste kuelekea mahali ambapo walikuwa wameketi, roho yake inakataa manze, roho yake ina feel manze these things are right. Na huyo Omosh ameenda wapi? Sioni handbag yangu kwa meza. Kama Omosh angetoka aende, inamaanisha angeacha handbag yangu hapo hivyo na simu na ile bag yangu ya manguo. I hope you remember the story. So akafika pale akaangalia left, right, center, au ni Omosh. Kidogo kitu ikaklik kwa kichwa yake, Omosh ametoroka. Sharon akakelea soda juu ya meza na akapiga nduru. Ui, unacheki? Akapiga nduru, wasa akakuja akamuuliza, rada ni gani man? Unapiga nduru nini na hapa ni town? Unataka ugeuziwe?" So Sharon akaanza kunyenyekea, manze nimekuja hapa hivi nimemeet boyfriend wangu for the first time. I'm from Bungoma, anaitwa Omosh na saizi simuoni. Nilikuwa nimeenda tu kwa duka kuna mkate na soda, alinituma na saizi sioni. So wale wasenya wako hapo hivyo round wanamwangalia tu hivi. Ati ulimit naye wapi? Nilimit naye Facebook, tukapendana na tumekuwa tukiongea for like 1 month hivi. Nimetoka tu Bungoma leo asubuhi at around 8 ndio nimefika hapa hivi ndio nimeendea soda. Akaulizwa tena, ati ulimit naye wapi? Facebook. Okay. Anaitwa Omosh. Okay, ebu unajua namba yake Ofed? Yeah. So one of the Samaritans hapo hivyo akachukua simu yake na akacall Omosh. And the message alipata kwa simu ni the mobile subscriber cannot be reached. Hapo ndo mali Sharon alijua manze kimemramba. Akajaribu kupiga nduru zingine lakini akashikiliwa mdomo akaambiwa, "Madam, cheza chini bwana. Cheza chini bwana. Ushaibiwa bwana. What can we do now?" So Sharon akabaki pale amekuwa flabbergasted mbaya. Akashangaa hizi ni what? Unacheki? So hiyo simu ilikuwa Camon 40 Pro manze. Simu worth 60k. Wale watu wa mathematics mko wapi? Kujeni. Simu worth 60k, Camon 40 Pro. Alafu alikuwa na 5k kwa M-Pesa. Hiyo ni 65,000. Alafu at the same time kwa hiyo handbag alikuwa na 15,000 pesa ya chama yenye ingefaa a deposit akiwa Bungoma town, lakini akasahau. Akasema ya kwamba nikifika Homa Bay City ama Homa Bay town I will deposit the money. So simu 60k, 5k kwa M-Pesa, alafu 15k kwa handbag. Hiyo ni how much? Hiyo ni 80,000. At the same time ukumbuke kwa ile handbag ile bag yake ya manguo alikuwa amesunda ngodha kadhaa, matisho kadhaa na madera kadhaa kwa sababu alijua this is a sleepover plus that bag. Hiyo bag of course inatoka na kitu kama 5k na zile nguo pale ndani zilikuwa kitu kama hata 10k hivi. So roughly 60k plus 5k plus 15k hiyo ni 80k. 80k ongeza 5k ya handbag ya bag hiyo ni 85k. Ongeza na plus nguo pale ndani 95k. Approximately Sharon alioshwa pesa taslim 100,000. Imagine on that beautiful day manze. Sijui hiyo kitu ilikuwa connected aje hadi akoshwa do. Lakini believe it or not, Sharon alioshwa pesa worth 100k. So akatembea manze, anajaribu kwenda kwa lami hapa hivi kuona kama ataspot Omosh because Omosh was a black and gentle and handsome man. Unacheki? Anajaribu kuangalia east west center lakini haoni kitu. So the only thing that cascaded down her ruby cheeks was her tears of despondency and melancholy, only forming a numeral 11 ready to quench the thirsty ground.
At this point in time manze, kusema tu kweli na si jaba ama story mingi, alikuwa ashapiga zile lita 2 za soda na mikate 2 madiaba. I say, what are you saying? What is he saying? So manze, that's the story of Sharon manze. Alitoka Bungoma akiona expectations za kuja kumit boyfriend wake, lakini believe it or not kilimramba na alioshwa pesa yenye manze, kama angekatu Bungoma asavu wale watu wanavuna mahindi, hiyo pesa ingepotea. So from that day Sharon alisema manze, mapenzi ya online staki tena. And after hiyo incident yote hakuwa naamini, alikuwa tu surprised. Akarudi mahali alinunua mkate, vile alifika pale akaambia ule madam of course alijua dem ameibiwa. Akamwambia manze, nisaidie simu yako nipige brother yangu anitumie ganji nirudi Bungoma. Madam ni nani? Si akampiga simu hapo. Akapiga simu 1 2 3. Hello, ni aje bro, uko fiti? Manze, nitumie 1000 nimekuwa makiasi, alafu nitakurefund by jioni. Bro ni nani? Huu ni sister amenicall. Confirm you have received 1000. Aka withdraw hapo pia, unacheki aka withdraw hapo hivyo, akapewa kitu kama 970. Akarudi kwa stage ya Homa Bay tena, akachukua Bungoma shuttle na akapandeo gari. Boom. Akafika Bungoma town hapo hivyo, akachukua nduthi. Boom, ikamfikisha mtaani. Vile alifika tu mtaani hivi alioga. Sijui alikuwa anaoga arudi soko ama nini. Akaoga vizuri. Na ilikuwa Sunday ujue. Ilikuwa Saturday, alikuja saa 2 akarudi saa 2. So on Saturday aka relax. On Sunday akaenda church na akaambia God manze, hii nayo imenigonga. And itabidi tu nimeaccept. Unacheki. So ile 5k ilikuwa kwa M-Pesa, alirenew line, 5k karudi. Hiyo 5k ndio akachukua simu ya kulipa mdogo mdogo. Imagine manze, from having a Camon 40 Pro to buying alipa mdogo phone manze, Nokia C31 bana. Sijui ali deposit 3200 ama ni ngapi, analipa kitu kama 85 bob daily. Alirudi kwa maisha ya kulipa mdogo. But that's the story of Sharon manze. So the moral of the story is, tuchungane sana na mambo ya online. Manze, I don't believe it that you can meet somebody online, msemo nyujaiona for a very long period of time, na ufall in love na yeye. Kwani buda nikuulize, how cheap are you bana? Umeingia tu FB uko na nyash na ukaanza kutext hiyo nyash, alafu kidogo umeanza kutuma pesa credit, lakini you never talk to that nyash. Sijui kuna ni get. Alafu kidogo mnaanza kuinviteana, unaambiwa utume 2k ya fare, unatuma, nobody comes, unaoshow fare. Kesho unapatana na mwingine amekadipia nyash, you follow that nyash again, ama you follow that girl again, kidogo unaoshwa tena. Unacheki. So manze, we should be keen always on these stories za kukatiana online, maybe especially Facebook, mali ujai meet mtu, because Facebook is full of scams. Wacha nisiendelee na hii story sana kwa sababu if I continue I'll be exposing so many stories and you'll forget to subscribe to the channel. Unacheki hiyo kitu iko hapo, subscribe to the channel, turn on the notification bell, because more stories are coming, and that is the catalyst, and I as your catalyzer Josiah mwenyewe. The Catalyst season 1 episode 1 fresh out the kitchen. Subscribe to the channel manze, na story yangu inakatikia hapo hivyo. Thanks for watching. Let's meet next time, same place, same time. Peace out.